Wakili wa Mahakama Kuu na mshauri wa kisheria Luis Ndelwa amesema kuwa tafsiri mbili zinazopingana kuhusu muda sahihi wa vyama vya siasa kusaini kanuni za uchaguzi. Hivyo ni wajibu wa mahakama kutoa ufafanuzi wa kisheria ili kuondoa sintofahamu iliyojitokeza miongoni mwa wadau wa uchaguzi. Akizungumzia Mei 2, 2025 kwenye mjadala wa KEF Talk kuhusu kanuni za uchaguzi zinazofanyika hoteli ya Serena jijini Dar es Salaam, wakili huyo amesema kati ya vyama 19 vya siasa 18 vimesaini kanuni hizo, huku chama kimoja hakijafanya hivi, jambo ambalo limezuia mjadala wa tafsiri ya kisheria. Kuna vyama vilisaini nadhani kama 18 na kuna chama kimoja hakikusaini. Changamoto inayokuja kwa maoni yangu, kuna tafsiri mbili. Mfano kuwa tafsiri ya kwanza inaonyesha kuwa kanuni hizo zilipaswa kusainiwa kabla ya kutangazwa na kuanza kutumika, kwani ni matokeo ya mashauriano kati ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi na wadau wake. Tafsiri ya pili inaeleza kuwa kusaini kunaweza kufanyika hadi kabla ya uteuzi wa wagombea. Kwa maoni yangu, kama kuna tafsiri mbili tofauti, kwamba mmoja ambaye anatakiwa asimamie uchaguzi anasema alipaswa kusainiwa kabla kutoka, na mwingine anasema tunaweza kusaini muda wote kabla kugombea kuteuliwa, ni vyema tuwe na tafsiri ya mahakama. Amesema mahakama pekee ndio yenye mamlaka kutoa tafsiri rasmi ya kisheria kuhusu iwapo chama ambacho hakikusaini mwanzo kinaweza kuruhusiwa kusaini baadaye. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.